Ndugu zangu, hali ya umma wa Kiislamu ya sasa kote duniani inasikitisha. Hali ya umma ya Waislamu wa sasa wanaodai ni wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiwaangalia inasikitisha na kutisha na kushangaza. Umma wa sasa ulivyokaa ndani ya dini hii ya Uislamu, umekaa ukitazama hiyo dini ya Uislamu katika sura ya kitu cha khiari kwao na sio kitu cha lazima kwao. Tena ukiongeza haya maneno kama aliyoyasema Ustadhi Mtimbu, ndio umewaongezea sasa stata ya kuondoka wasikae. Neno gani? Neno hili, jamani, kaeni msikilize habari za dini, ila kwa mwenye udhuru wa kisheria anaweza kwenda. Kwa kuwa hawa wanaoambiwa hizi taarifa hawana asili wengi wao ya kupenda hii dini, ndio umewapa mwanya sasa wa kupitia humo. Sasa ngoja niende zangu. Kwa umma wa sasa ulivyokaa kwenye dini umekaa hivyo. Hii ni hasara kubwa kwa watu wanaodai ni wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuishi ndani ya dini yao katika utaratibu huo na sura hiyo. Yaani mkao tuliokaa ndani ya hii dini, niwaambie, bila kwenda kulia na kushoto, yaani inatosha sisi wenyewe kutoleana maksi kwamba kwa mkao huu peponi hatuwezi kwenda. Yaani tumemuacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mbali na sisi kama ilivyokuwa mashariki na magharibi. Dini kwa Muislamu wa sasa ya Uislamu kwake anaitazama sio kitu cha lazima kwake, ni kitu cha khiari kwake. Akishafanya ya kwake anayoyaona ni ya maana, ndio anaweza akaitazama dini akitaka au asipotaka. Kwa sura hiyo ndiyo maana kwa kuitazama hivyo dini, Waislamu wengi wa sasa hivi ndio wanatoa tafsiri, utawaona eti wanakuja kuswali Ramadhani mpaka Ramadhani, kwa sababu wameitazama dini wanaodai kuiamini kuwa ni kitu cha khiari kwao, sio kitu cha lazima. Kwa kuwa hiki kitu kinachoitwa Uislamu kwangu sio lazima, sasa mimi napanga ninavyotaka kuipangia hiyo dini utaratibu na utaka mimi. Katika upande wa kuswali, mimi nitakuwa nasali Ramadhani mpaka Ramadhani na hakuna atakayeweza kunihoji na kuniuliza. Huo ndio utaratibu na utaka mimi. Kwa kuwa huu Uislamu sio lazima kuufuata, ni khiari kutoka kwangu, mimi siwezi kuoa, nitakaa na zini kama wanyama, na watoto nitakao wapata ni halali yangu, na wewe Allah ukubali utaratibu wangu, na kila anayeniona akubali utaratibu wangu. Ukiitazama hii dini katika sura ya khiari kuwa sio lazima kwako na kwangu, lazima uishi ndani ya hii dini kwa mtindo au kwa mitindo uipendayo wewe au mimi. Hii ndio hasara kubwa tulionayo, mpaka inafikia mahala kwa ule ubinadamu. Mimi binafsi huwa nasema hivi, sijui bora niwe naacha kusema, kwa sababu hata nikisema nikirudia hata wale wachache nao wakumbusha sioni kubadilika. Sasa wananipotezea muda. Kwa mimi binafsi sasa natazama hivyo, kama ni wewe au mko wawili watatu wane, nimeisha kueleza taratibu za Mola wetu, taratibu za dini zinataka, alafu kesho kutwa na baada ya kesho kutwa na baada ya miezi uko vile vile, maana yake si umekataa? Sasa si unanisumbua mimi kuendelea kukwambia hizo habari? Unajitoa akili kujifanya ni mwenda wazimu wakati unajua. Hii ndio hali ya umma wa Kiislamu wa sasa katika dini, umekaa hivyo. Sasa ufika mahala nawaambia, jamani, tusiwe tunapotezeana muda, tusisumbuane. Wewe ukiona hautaki kubadilika, ni bora kusema bwana, mimi nilivyo, yani mimi sina mpango wa kubadilika nikisikia habari ya Mungu na mtume. Yani usijisumbue kusema, kuliko kukaa tunapotezeana muda hapa
tunaambiana utaratibu wa kutusalimisha sisi baada ya kuondoka hapa. Tu hana habari, naona unamuingizia takataka kwenye masikio yake. Yaani kifupi, hasara tulionayo mimi na ninyi hapa tulipo, hatujakubali hii dini. Amna, bado mimi nakataa, hatujaikubali bado. Kama ni kuikubali hii dini, tumeikubali kwa kuitamka tu kwenye ndimi. Sisi Waislamu, Mola wetu ni Allah, muumba wetu ni Allah, mtume wetu ni Muhammad. Mnamfuata huyo mtume? Nataka kuleta uongo hapa. Huyo mtume mnasema ndio kiongozi wetu, mnamfuata nyinyi katika maisha yake? Ukiambiwa ya mtume vile alivyokuwa, mtu namuona anavimba kwa hasira, umemuudhi, kachukia. Hajakubali huyo amekataa, hajakubali huyo. Hii dini imejaa watu ambao wana hasara kubwa. Kwa mimi kama ni amiri, siwezi kuambia watu bwana mwenye udhuru waende, mimi sisemi. Ndio sasa wanakwenda, umewafungulia mlango wa kwenda. Watu hawapendi hii dini, inawakera sana kuwaweka watu kuambia habari za Allah na mtume, yani kama vile unawachoma moto, wanavyosikia tabu. Hiyo dini yenyewe hakuna mapenzi, hakuna ipendwi na watu wanaodai ni Waislamu. Kipindi tulichofika ni cha hatari kubwa. Ni kipindi mjumbe wa Allah alisema hivi, atakayeushika Uislamu niliofundisha mimi Muhammadi atafanana na mtu aliobeba kaa la moto kwenye ganja la mkono wake. Ndio kipindi hichi. Ni uswahili tu. Salamu alaykum, wa alaykum salam. Hatuishi kama mtume, ni waongo sana, biashara zetu za ajabu, maisha yetu hayafanani na ya mtume. Sasa sisi tutasalimika vipi? Ni majengo tu yanaongezwa kama haya bila kuwa na faida yoyote. Ni maukuta sana yatanyanyuliwa kwenda hewani, na kipigo tutakipata. Hatuna adabu sisi kuichezea hii dini ya Mwenyezi Mungu, kuifanyia khiana kiasi hiki. Lazima tukongotwe sana. Nimekuwa ni fahari sasa. Sasa hivi tuko kwenye msikiti wa Marumaru. Utakusaidia nini wewe? Kusalia kwenye Marumaru kutakusaidia nini? Msikiti wa mtume ulikuwa na marumaru, msikiti wa mtume ulikuwa na vigae, lakini ulikuwa ni msikiti bora kwa sababu waliokuwa wanaingia mle ndani walikuwa wana adabu kwa Mola wao na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo misikiti mizuri kuliko ya wakati wa mtume, wanaingia humo ndani adabu kwa Mola wao hawana, adabu kwa mtume wao hawana, adabu kwenye dini yao na mapenzi hakuna. Bakiria ni hasara juu ya hasara. Na hii nukta inavyokuwa ikinisumbua mimi na kuniumiza, ndio maana nilitazama swala la kupewa eti uongozi nikubali. Nitamuongoza nani? Dini imejaa wakaidi, dini imejaa wakorofi, nitamuongoza nani? Niisha liona hilo, linionyesha muda mrefu, nilikataa, sitaki tena, sina hamu ya uongozi. Utaongoza wakorofi, simtaishia kupigana au kutukanana. Unawaambia Mungu amesema hivi na mtume, wanakutazama kama kituko, yani wewe ndio kituko. Sasa mwisho atakupandisha hasira, mtaanza kupigana bure. Sasa ili tusifikie huko, bwana, tukae tu kama kambare. Maana wale samaki kambare hakuna mkubwa wala mdogo, babu wana ndevu na kale kajukuka kambare na kenyewe kana ndevu. Yani dini imejaa wababe, utawaweza hawa? Alafu nawasikia baadhi ya watu eti ni viongozi. Hapana, unajua nenda nao taratibu. Hawa hawataki wewe, waliisha kataa utaratibu walioutaka, ndio huu unaoona kila siku. Wamekataa, hawataki. Na ili watake, waambie sambamba na matakwa yao vile wanavyofikiri wao. Toa maneno unayosema ya dini ambayo yatakwenda sambamba na vile wanapotaka watu wako. Huo mchezo mimi siwezi kufanya. Hii dini sio ya kwangu wala sio, ni dini ya watu, ni dini ya Mwenyezi Mungu.
watu wanaichezea dini, wale wale wanaotamka Waislamu. Achilia mbali makafiri, wa kwanza kuichezea dini, kuikejeli dini, kuipuuza dini ni wale wanaotamka Waislamu. Hii ndio hali iliyopo. Ndugu zangu, tutaumia tukizidi kuichezea hii dini, tukamchezea na mwenye hii dini, tukamdharau na yule mwalimu tuliochaguliwa na Mola wetu kutusomesha dini hii. Huko mbele kuna hatari kubwa sana kwako na kwangu, endapo utaondoka wewe au mimi duniani katika sura kama hiyo. Hujakubali dini, amna. Katika haki ambazo mjumbe wa Allah, rehema na amani zimwendee, amezikosa kwa umati huu, wamemnyima makusudi haki, ni kumtii. Ziko haki za mtume anazozidai umati wake zisizopungua 8. Ya kwanza ni kumtii huyo mtume Muhammadi. Mimi ni mwenye kunukuu tu, tuko mbali na huyu bwana kama ilivyo mashariki na magharibi. Moja ya haki anazotudai mimi na ninyi, hata kama hukukubali, sikukubali, elewa anakudai haki ya utii kwake. Ushahidi uko wapi? Sikiliza mwenyewe, anafunua kinywa chake akisema, man atwa'ani dakhala aljanna, atakaye nitii mimi Muhammadi katika umati wangu ataingia peponi. Kinyume chake akasema, wa man aswani, na atakaye niasi mimi mtume faqad aba, hakika atakuwa amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kumbe kumtii mtume ni moja ya kupiga hatua wewe au mimi ya kwenda zako peponi. Kinyume cha kumtii mtume, umenunua tiketi au visa ya kwenda jahannam. Man atwaani, atakaye nitii mimi katika umati wangu, dakhala aljanna, mimi namhakikishia ataingia peponi. Wa man aswani, na atakaye niasi mimi katika umati wangu, faqad aba, na hakikisha atakuwa amekataa mwenyewe. Sikiliza sasa muumba wake anavyosema kuhusu utii. Sura ya 4 Nisa aya 81, man ataa rasula faqad ataa Allah, yoyote katika umati Muhammadi atakayeishi maisha ya kumtii mtume moja kwa moja, kisha nitii na mimi. Yani ukishamtii mtume Muhammadi, Allah anasema umeisha mtii na yeye. Kwa sababu gani? Allah anasema, wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Hazungumzi Muhammadi kwa matamanio ya nafsi yake akaamua kusema mambo ambayo sio. Hayo yote anayowaambia ni waha ikafunuliwa na mimi. Man ataa rasul, atakaye mtii mtume faqad ataa, tayari kisha mtii Mwenyezi Mungu. Sikiliza faida ya kumtii mtume na kumtii Allah. Allah anathibitisha katika sura ya 33 Ahzab ile aya 71 kwamba wama yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, na yoyote katika umati Muhammad atakayekuwa anamtii Allah na mtume wake, hakika huyo tayari atakuwa amekwisha fuzu, tena kufuzu kulikokuwa kukubwa sana. Wama yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, atakayemtii Allah na mtume tayari atakuwa amekwisha fuzu, tena kufuzu kulikokuwa kukubwa sana. Faida ya kumtii Allah. Kinyume chake, wewe au mimi, yoyote anayejiita Muislamu na kutamka ni Muislamu, kinyume chake akamuasi Allah na mtume makusudi, Allah amesema huyo anakuwa kafiri. Sio mimi, na nukuu maneno ya Allah, sura ya 3 Al-Imran aya 32. Sikilizeni kwa umakini Mola wetu anasema nini. Qul, sema Muhammadi, uambie umati wako, atiu Allah wa rasul, mumtii Allah na mtume. Fa intawalau, ikiwa watakataa amri hiyo katika maisha yao ya kuwa wanamtii Allah na mtume wake, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, hakika ya Allah huwa hawapendi makafiri. Kumbe kafiri ni kiumbe wa rangi yoyote, wa kabila lolote, wa taifa lolote, awe jini awe mtu. Kipimo cha kujua ni kafiri, atakuwa anamuasi Allah na mtume wake, hataki kumtii Allah na mtume wake.
sura ya 3 Al-Imran aya nambari 32. Ushahidi mwenyewe Allah kaweka wazi kwetu wa namna kama hiyo. Ndugu zangu, yasikilizeni madhara ya wewe au mimi umemaliza uhai wako wangu, umri wako wangu, ukiwa umemgomea Allah na mtume, hautaki kumtii Allah na mtume. Sura hiyo hiyo ya 33 Ahzabe aya nambari 66 mpaka 68. Yauma tuqallabu wujuhum fi nnari yaqulun, siku ambayo wabaya nyuso zao zitakapokuwa zinapinduliwa zikigeuzwa chini juu, wakiwa ndani ya moto wa Jahannam, wanasema ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, wale wetu sisi, afadhali duniani tungeliishi maisha ya kuwa tunamtii Allah na mtume, yasingetufika hayo. Waqalu, wataendelea kusema, Allah anasema wakiwa motoni, Rabbana, Mola wetu, inna, hakika sisi tuliomo ndani ya huu moto, atana saddatana wa kuburaana, tuliishi maisha ya kuwa tunawatii wale wakubwa zetu wa duniani na wale makasisi wetu, fa adhaluna sabila, kumbe wakatupoteza njia ya haki. Rabbana, Mola wetu, atihim dhifaini min aladhab, kwa kuwa wao ndio sababu ya sisi kupotea, tunakuomba uwape adhabu mara mbili kuliko hii unayotupa sisi, walanhum la'nan kabira, na kisha walani laana iliyokuwa kubwa sana. Madhara ya kumwasi Allah pamoja na mtume ni mtu kwenda kuishi katika moto wa Jahannam. Ndio kazi tulionayo Waislamu wengi tunaotamka ni wafuasi wa mtume. Sisi tumekaa ndani ya hii dini kibabe. Yaani kuna mbabe anaitwa Allah, kisha panga utaratibu wake, alafu na sisi tukamuonyesha Allah kwamba huo utaratibu una makosa, huo sio mzuri, na sisi pia tuna utaratibu mzuri kuliko wa kwako. Wewe umesema tuswali sala 5, sisi hatuna huo muda. Sisi muda wa kuswali bwana ni Ramadhani mpaka Ramadhani. Tazama huo ubabe huo ambao amewekewa mbabe ambaye hakuna chochote kinachoweza kumshinda. Swala sisi muda hatuna bwana, Ijumaa mpaka Ijumaa labda tukaja, na hiyo Ijumaa la asiri hatuna muda, na lazima ukubali we Mungu utaratibu huo, na utambue ni Waislamu ndio hawa wanaokuja kumwaga maji misikitini. Ukisema hapa usiseme hivyo, hawa hawana adabu, hawa wanamchezea Allah. Na mtume zama za uhai wake hakuwa na watu wa namna hii waliokuwa wanakuja kusali Ramadhani mpaka Ramadhani. Hakuwa na watu waliojaa msikitini kwake Ramadhani, alafu baada ya Ramadhani mtume hakuwa na watu wa hivyo. Kama wewe unaona wako sawa, endelea nao, ungana nao. Mimi siko pamoja na hilo kundi lenye tabia hivyo, mimi nakataa. Ni mchezo wa kumchezea Allah, ni mchezo wa kuchezea dini. Sio wenda wazimu wale, ni makusudi. Kwa sababu ukishaisha mwezi wa Ramadhani, basi wanarudia katika yale yaliyokatazwa wakiwa na akili timamu. Na ukitaka kuamini wanafanya makusudi, mbona hatuwaoni mitaani wanavua nguo? Kwamba wamesahau leo kuvaa, ndio maana wanatembea uchi. Hawajasahau hata siku moja kuvua nguo, au wakapita wanachukua vitu vya watu bila kulipia pesa. Bimana wanafanya mambo ambayo wanahakika nayo kwamba sisi utaratibu wetu wa kuonekana kidogo tunagusagusa hii dini ni Ramadhani ikifika, lakini baada ya kuondoka sisi tuna taratibu zetu zingine tulizozizoea. Na kwa mkao huu lazima nyie viongozi mtutambue kwamba ni Waislamu sawa na tuna haki zote. Ndio nukta iliyonifanya nikatae uongozi. Siwezi kuongoza watu wa namna hii wanamchezea Allah eti jamani, mimi hiyo kazi sifanyi. Kisha kuwa Muislamu, kuufuata Uislamu kwako kwangu ni lazima. Hautaki ni mkongoto. Taratibu za Allah zimekaa hivyo. Na bembelezana hapa ni watoto wa kuwanunulia pipi hapa. Watu wazima na madevu yao eti waanze kuwabembelezea dini, wakati wanafanya makusudi ya kumkejeli Mungu na mtume. Hapa nianze kufanya kazi ya kubembeleza wajitu wazima kama watoto? Hiyo kazi sifanyi. Na kama mtu ameshindwa, taratibu za Allah zinamkera, unaondoka salama, unaaga salama. Hakuna mtu atakaye kupeleka polisi.
Na haya ndio aliwagharimu mitume wa Allah kila moja zama zake. Aliponyoka kuitetea haki ya dini, watu walimuona mbaya. Na kupeni mfano mfupi mpate kunielewa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia nzuri mpaka Mola wake aliyomuumba akamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad uko juu kabisa ya tabia nzuri. Yani wewe, mimi leo kuma nakwambia una tabia nzuri. Wale makafiri wa zama zake walimpa jina wakisema aswadiku al-amin, mkweli, huwa sio mwongo, alafu ni muaminifu. Huyu mtu wao ndo walimpa jina hilo. Sio mzinifu, sio mwizi, sio mwongo, hafitinishi, sio mlevi. Swali la msingi, kwa nini walimpiga mawe wakamvunja meno? Kosa lake sasa nini? Mtu mzuri wa hivyo, kosa lake alinyooka kwenye dini. Mzee, ukinyooka kwenye hii dini, kwanza maadui wa kwanza namba moja ni humo msikitini. Wale wenye sifa ya unafiki watakuchukia ukinyooka tu. Unawasikia huyu jamaa, sikia maneno gani namna hii, kusema semana na wewe, si ndio unafiki wenyewe? Sasa unaambiwa utaratibu wa Mola wako, unamvimbia nani? Hapana, unajua kuna mada zingine itakiwa zihakikiwe kabla na nini, si ndio unafiki? Wewe unafikiri hii dini mchezo? Kazi kuongeza makanzu tu na makofia, maviremba, kanzu za mafuta, unafikiri ndio kumtisha Mungu? Mungu hatishiki na mavazi mzee. Mungu anataka aone wewe na mimi utaratibu aliotupangia kupitia mtume wetu tupo. Anachotaka ni hivyo. Sasa imekuwa dini ni kujaza manguo sana, makabati ya manguo. Ya blue sina, natakiwa niwe nayo. Ya njano sina. Kwani ndio dini? Hata Abu Jahali alikuwa anavaa makanzu na ndevu nyingi alikuwa nazo. Sasa alikuwa ni kafiri yule. Alikuwa akimsumbua mtume wa Mungu anapomueleza utaratibu wa Allah. Sasa kazi ya dawa niwaambie ni ngumu. Kazi ya kulingania watu wafate utaratibu wa Allah, asikudanganye mtu, ni kazi ngumu. Ilipelekea mitume wengi wa Mungu wauliwe, akiwemo mtume aliyoitwa Handhala. Watu wake walikuwa wanaitwa ashabu ras. Qur'ani imewaita ashabu ras. Katwa kichwa, katupwa kwenye kisima kwa sababu ya kunyooka kuitetea dini ya Mungu. Hii dini haijazungumzwa, bado inaparazwa. Tawauzi watu, nenda tumia hekima. Yani hekima ni kuficha haki, alafu unawapaka mafuta watu wale waovu. Karagwe nikutana na mwalimu wa dini ya Kiislamu wilaya ya Karagwe. Huyo bwana ananiambia hivi, mimi nilipata kuwa mwalimu wilaya ya Serengeti, lakini wakati nimeenda pale kuanza kazi nilipewa angalizo na wenyeji, umekuja hapa kuwa mwalimu, tahadhari mada zako, usiguse wakubwa hapa. Hao waliojenga msikiti hapa wako hapa nini, wanaotoa mishahara ya walimu. Akiwemo mtu mmoja anadai ni Muislamu, lakini ndio agenti wa kreti za bia huko. Usizungumze pombe, kibarua kitaota majani. Na huyo ndio mshahara wake anatoa kumpa maalim. Sasa ichunguze hiyo imekaaje hiyo. Sasa yule maalim ananiambia hivi, nilianza kazi ya umaalim na mimi ndo khatibu wa Ijumaa. Sasa nikajipanga kuondoka, nikaandaa mada ya uharamu wa pombe, nikasema lolote litokee. Asema nikamwambia Allah, nakwenda kusema, Allah nistiri, nakwenda kusema leo Ijumaa. Asema nikapanda membari na aya ya 90 katika sura ya 5 suratul Maida, Allah anasema innamal khamru, hakika si vinginevyo pombe za aina zote, makamari, manini, ni uchafu, ni kazi ya shetani, acheni. Sema nikapanda nayo, na yule agenti wa bia yupo msikitini, na watu wako msikitini na wananijua na wanamjua, wakainama. Nilipomaliza ile hutuba, watu wametoka. Muda si mrefu nilipigiwa simu na yule agenti wa bia,
Akasema nakuhitaji mara moja hapa nyumbani. Kufika akasema hivi, na kuuliza maswali yafuatayo. Pombe inaweza ikakuajiri? Nikasema hapana. Pombe inaweza ikakupa makazi ya kulala? Hapana. Akasema hivi, humo unamolala ni hela za pombe ndio nijenga hiyo nyumba mpaka godoro. Sasa unanidai bei gani katika mshahara? Nikamwambia shilingi kadhaa. Akaingia mfukoni akahesabu akanipa, akasema hivi, mkataba wetu umeishia hapa, wa sisi na wewe, ondoka. Nikasema sawa, nashukuru. Nikaanza kufunga nguo zangu, nikaweka kwenye begi, nikamwambia mke wangu tuondoke. Tukawa tumeondoka, ndio umetukuta tuko huku. Sasa hii dini imejaa majitu ya namna hiyo, mashenzi. Mimi nayaita mashenzi. Yaani yanataka utaratibu wao Allah akubali, ni washenzi wakubwa hawa. Majitu kama hayo. Yaani uiseme dini linavyotaka likiumbe, ndio linainua kichwa kama ule mjusi kafiri namna hii. Hatufanyi kazi hii. Tena mimi katika hii nukta niko tayari kurusha hata ngumi. Ni bora unipiga, lakini na mimi nimekuzaba ngumi. Na wewe usinisahau. Huwezi kuchezea dini ya Mungu mimi niwe kama bwege, na mimi nitakukata hata ngumi. Huna adabu wewe. Yaani tuseme unavyotaka wewe. Hii dini ulileta wewe. Ndio unajua yule jamaa hana hekima. Kwa hiyo nifiche haki ndio mimi na hekima. Nataka kudanganya watu hapa. Tutaendaje peponi? Tunaambiana ugoro hapa. Eti yule ndio anafaa na nini vitu kama hivi, na hakuna kitu cha namna kama hii. Niko tayari ile mera yote kupingana, kabaki peke yangu. Tena bora hata niwe kazi zangu nyumbani na salia nyumbani. Kama watu hawataki utaratibu wa Mungu, bora nijikalie zangu nyumbani. Kwa uchanganyika na watu, kiwaambia habari ya Mungu hawataki. Ukiwaambia yani wamekaa kama yale mamihogo yanaitwa vicherema. Yaani mamihogo ya vicherema ni ajabu sana. Yaani wewe nunua gesi, full gesi, chochea yale mavicherema moto mpaka gesi itaisha. Ukiagusa yako vile vile. Wewe ubadiliki, umekuwa ni jiwe wewe. Muislamu mzuri ni ule ukiguswa unabadilika, sio unang'ang'ania, unaendelea kuwa kama vile ulivyokuwa mwanzo. Sio wewe, hata mimi. Sifa ya Muislamu ni hiyo. Ndugu zangu, kwa haya leo yafikisha yanatosha, na hii ndiyo mada naendelea nayo kwenye hutuba nikijaliwa hata kesho. Niko GBP kule Nyegezi, msikiti wa GBP. Nimeanza Ijumaa iliyopita na mada hii. Kwa hiyo ni muendelezo ninayo huko nikijaliwa na Allah. Dini imejaa wababe, dini imejaa wakorofi ambaye hawana utayari wa kumnyenyekea Allah na mtume, kwamba mimi niache na utaratibu wangu ulionao na nini vitu kama hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo katika haki ambazo mjumbe wa Allah anaudai umma huu, ya kwanza ni kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii haki wengi tumekataa kumpa. Kumtii ni kuchukua mwenendo wake yeye, sala zake, funga zake, vaa yake, tembea yake, kula yake, maisha yake, yani alivyoishi yeye, na sisi tukakopi. Huko ndio kumtii sahihi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenzetu maswahaba na maliza walikuwa na sifa hiyo. Bwana Abis katika maswahaba anasimulia alichokiona mbele ya macho yake wakati mtume wishafariki dunia. Anasema raaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilu al-hajar, ay hajar al-aswad, wa yaqul anta hajaru la tadhurruni wala tanfauni laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Kwa Kiswahili, huyu sahaba anasema nilimshuhudia Umar ibn Khattab, radhi za Allah zimwendee, analibusu lile jiwe jeusi lililoko kwenye Kaaba pale Maka. Kisha analiambia jiwe hivi, yani huyo alokwisha busu jiwe analiambia hivi, wewe ni jiwe na kujua niliyokubusu, usidhani sikujui.
na kujua sana, huwezi kunidhuru nikiacha kukubusu, wala kuninufaisha nikikubusu. Na lau mimi Omar ibn Khattab sikumuona mtume wa Mwenyezi Mungu wakati wa uhai wake anakubusu wewe, na hata mimi nisingekubusu. Kumtii mtume ndiyo huko kukopi maisha yake, mwenendo wake, kitu ambacho tumekataa 90% na kitu tumekataa kumkopi mtume. Mtume alikuwa hivi, hatupo. Mtume alikuwa ni mkweli, sisi ni waongo. Mtume alikuwa mwaminifu, sisi sio waaminifu. Mtume alikuwa si mwizi, sisi ni wezi. Mtume alikuwa sio mzinifu, sisi ni wazinifu. Mtume alikuwa si mlevi, sisi ni wanywa pombe. Yaani sisi tuko na mtume kama mashariki na magharibi. Salama yetu iko wapi? Paka inafikia tunautukanisha Uislamu kwa tabia zetu mbovu, mbaya na chafu. Sema angalieni Waislamu, eti angalieni Waislamu. Hata wale ambao wamesoma asilimia kubwa nao wamefeli. Unafikiri wanafuata mzee? Pengine unaniona mimi nasema sana ni mshenzi mkubwa kwenye hii dini. Yale nayo yasema hata mimi siyafanye. Yale nayo yafanya kwenye giza, hata shetani huwa anashangaa, anatetemeka. Hivi na huyu Mwanza hii namaliza, msomi mmoja wa dini, kiongozi, amemuozesha binti yake, alishamuozesha binti yake mara 2 ndani ya wiki hii. Yaani hii dini ni safi maskini, ila haina watu. Kwani kusema Kiarabu sana ndo dini? Unasema kama kasuku mzee kufuata. Kamuozesha binti. Sasa unajua hao mabinti mpaka anafikia siku ile ameolewa, sio kwamba alichumbiwa na mtu mmoja, walishapita kama 4, 5, 6. Sasa anachagua yule anemtangaza kwa wazazi, sio wa kwanza. Kuna wengine walishapita. Sasa watu wakasikia fulani anaolewa, katika wale waanza kumchumbia anaolewa, ngoja nikahakikisha. Kwenda anakuta kweli ndoa, akaishuhudia, watu wakala wali. Harusi inaondoka, yule bwana ikamuuma. Akaenda kwa baba wa binti ambaye ni shekhe, sasa mimi ni fulani na nini, mimi nimeshangaa huyu ameolewa, huyu binti yako ndio nilianza mimi kumchumbia na tukao tumekubaliana, sasa nimeshangaa tena anaolewa na mwingine na nini. Akamwambia sawa, sasa si ilishapita na wewe mkuelewana ameeleza. Akasema sikubali. Kijana akasema sikubali. Kijana unataka nini? Tufanye kitu kimoja, tukae mezani mzee, gharama zote mlizotumia ikiwemo mahari mimi narudisha, alafu natoa mahari nyingine na muoa. Tazama huo mkanda ulivyokaa, hiyo picha ilivyokaa. Wewe kijana, mbona unaletea habari ngeni, habari mpya hapa? Mimi nataka hivyo shekhi. Yaani pigeni hizi gharama zote, hizi pilau, nyama, matenti, sijui manini, na ile mahari uweke hesabu. Alafu mimi nalipa mahari nyingine. Yule shehe akaona bwana, kumbe niliwahi kukurupuka kumuozesha huyu, kumbe kuna jamaa na hela huyu. Akamwambia kijana, uko serious kabisa na hilo? Uko serious? Akasema niko serious, nimeiva. Wewe uko serious hili jambo? Akasema hata leo mimi hii hela naweka mezani, lakini yule atolewe kule nimuoe mimi. Akasema sawa. Sasa subiri, nikupe akaunti yangu. Akasema nipe akaunti yako. Akamwambia kaingize hela hizi, gharama ni hizi. Kijana akaenda akaingiza pesa kwenye akaunti ya yule shehe Mwanza hii. Shehe akaziona, akasema nimehakiki kweli uko serious kijana. Kijana akamuuliza shehe, sasa ameisha kuchukuliwa na yule jamaa, nitampataje? Akamwambia hiyo kazi niachie mimi. Mimi si ndio baba wa mtoto, wewe hiyo kazi niachie mimi. Kilichofanyika unakijua? Jijini si kuna kitu, kila kitu.
Si kuna watu wa kila namna walitafutwa mabouncer hawa. Kuna watu wanakula kwa sababu ya ubouncer tu. Ni mchongo tu. Si tunazijua hizo. Njoni hapo kuna dili. Kesho mnasikia? Mnakwenda kule kwa binti yangu kumchukua kwa nguvu. Na akikataa tia makofi sana. Na huyo mume wake akikataa chapa makofi. Beba binti leta hapa. Wakenda na taxi. Mabaunza wawili hao. Hawacheki na mtu. Wewe binti, jambo si jambo. Wewe salama. Unaiona gari hiyo? Chukua begi yako ya nguo ingiza kwenye gari hiyo. Baba yako anakuita. Tumekuja kukuchukua. Maelezo hatutaki. Yule jamaa ameoa jana akayauliza mabaunza, jamani kwa upole maana anaona yanatisha, jamani vipi mbona huyu ni mke wangu? Wasema bwana wewe usituulize chochote. Wewe kamuulize baba huyu binti. Si tumetumwa kazi ni kubeba binti kumpeleka kwa baba yake. Mengine wewe nenda kufuatilia. Binti akatazama sura za yale majamaa akaona hapa nani? Akanyooka kusanya nguo na ameolewa jana, kaingia kwenye taxi. Mabauza yakaondoka naye mpaka kwa baba yake. Mzee, kazi tumemaliza, hii hapa tupe chetu. Yule shehe mwenyewe anayatazama, akiacha kuyapa yatamtia makofi, maana si hayana adabu yale. Wewe shehe ukileta za kuleta na wewe unakula mabanzi hapa. Akawakatia chao, mabauza yakaondoka. Sasa kijana ameisha maliza, si ametoa fidia, anasubiri kupewa mke. Yule shekhe akaona aibu kuifungisha ile ndoa kwa mara ya pili pale kwake. Sijui mnanielewa? Akatafuta nje ya pale. Sasa yule aliyokwenda kumuomba afungie kwa mara ya pili ile ndoa ya binti yake pale alikuwa ni shemeji yake. Akamwambia shemeji, naomba hii ndoa nije niilete hapa. Yule shemeji yake akamwambia, bwana tafadhali, mimi siku yote nitakutana na Mola wangu. Wakati ananiadhibu utanisaidia. Hii ndoa mimi siitambui hii ya mara ya pili. Akamwambia, wewe una elimu wewe? Sisi ndo wenye elimu na mabalagha, mantiki, sarafu. Wewe ni bumbum unajua? Akasema hata kama sina elimu, lakini hiyo tu inatosha mimi kuamini kwa hiyo sio ndoa. Siikubali uilete hapa, peleka unakojua. Sasa akatafuta mahala pa kwenda kuipeleka, akakosa. Baada ya wiki moja ikamlazimu kuirudisha nyumbani kwake. Ndoa ya binti yule yule, lakini anaozeshwa mara ya ngapi? Sasa wakina mama hawa katika vitu wanavyopenda sikusikia harusi. Yaani hawa wanawake hawachokagi harusi. Yaani uambie kila siku zipo wanakuja. Lakini kwenye mambo ya dini hawaji. Au wanawake hata kama ni mke wako mke wangu na manikabu yao wanapenda harusi sana. Wakaambiwa kuna harusi. Kuna harusi tena? Kuna harusi? Hapo tena ya nani? Wasema si yule nani? Ngoja tutaenda kuona. Wakajazana tena wakina mama pale. Sasa watu wanasikia vigeregere pale. Sasa wanauliza nani anaolewa tena huyo? Jina linatajwa la yule aliyoolewa baada ya wiki moja. Anaolewa tena, sasa aliolewa kushaolewa. Akiwemo Mkristo mmoja akasema, "Tunawaambiaga Ukristo ndio dini ya sawa. Sisi mtu akishaoa ameoa, hamna mambo ya kugeuza kama nyinyi." Na yule Mkristo akapata mwenye wa kusema hayo maneno. Kwa hiyo dini hii inachafuliwa na baadhi ya watu ambao wameshindwa hii dini, lakini dini hii ni safi ndugu zangu katika Uislamu. Cha msingi wewe na mimi jitahidi kurudi haraka kwa Muumba wako. Kamata dini yako, muheshimu mtume wako, jitahidi kumuiga mtume wako kabla ya kwenda kaburini. Kwa uwezo wa Allah utasalimika wewe na mimi. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.